Walitoka kanisani wakiwa kimya, mioyo yao ikiwa bado imebeba huzuni ya maombi. Lakini safari yao haikufika mbali, kwani dakika chache baada ya ibada kumalizika, hali ilibadilika ghafla. Maswali yakaanza kuulizwa, mvutano ukaibuka, na kabla hata ya hali kutulia, viongozi wawili wakuu wa kisiasa wakajikuta mikononi mwa polisi. Na hiyo ndio ikawa taarifa iliyotolewa na polisi, ambayo ilikuwa ni hatari kuhusu kukamatwa kwa wana ACT Wazalendo. Hii ndio simulizi mpya inayotikisa mjadala wa kisiasa na kijamii mkoani Kagera, tukio linalohusisha viongozi wa juu wa ngome ya wanawake wa chama cha ACT Wazalendo, wanawake waliokuwa wametoka katika ibada ya maombi, lakini wakaishia kwenye mazingira ya sintofahamu na hatimaye kutiwa mbaroni. Ni tukio lililotokea Jumanne, Machi tarehe 17 mwaka 2026 katika kijiji cha Bwera, kata ya Buyango, wilayani Misenyi, mahali ambapo tukio hilo lilianzia na halikuwa jukwaa la kisiasa wala mkutano wa kampeni. Lilikuwa ni kanisa, na tukio lililokutanisha halikuwa la siasa bali la maombolezo na ibada ya kumwombea aliyekuwa diwani wa Sirari, marehemu Dafroza Jacob. Marehemu huyo alifariki dunia tarehe 5 Novemba mwaka 2025 akiwa mikononi mwa polisi, na kifo chake kiliacha maswali mengi, maswali ambayo bado hayanaishi ndani ya jamii. Na sasa miezi kadhaa baadaye, jina lake linaibuka tena, si kama kumbukumbu ya maombolezo, bali kama kiini cha tukio jipya linaloibua pia mjadala mpana. Siku ya tukio, viongozi wa ACT Wazalendo walikuwa wameungana na waumini wengine katika ibada hiyo, ibada ya kukumbuka ama ya kumkumbuka na kumwombea marehemu, ibada ambayo kwa asili yake ni ya utulivu, tafakari na mshikamano wa kijamii. Lakini mara baada ya ibada kumalizika, hali ilibadilika. Polisi walijitokeza wakawazuia viongozi hao, wakaanza kuuliza maswali, swali kuu likiwa ni juu ya kibali cha mikusanyiko huo. Hapa ndipo mkanganyiko ulipoanza kujitokeza. Kwa upande mmoja kulikuwa na maelezo kwamba mkusanyiko huo ulikuwa wa kidini na ibada ya maombi. Kwa upande mwingine kulikuwa na msimamo wa polisi kwamba kila mkusanyiko unahitaji kibali. Ndani ya sekunde chache mazungumzo yakageuka kwa mvutano, na mvutano ukaishia kwa hatua kali ya kukamatwa kwa viongozi hao wawili ambao ni Janet Rithe, mwenyekiti wa ngome ya wanawake wa ACT Wazalendo, pamoja na naibu katibu wake Severina Mwijage. Tukio hili linafungua mjadala mpana juu ya mipaka ya sheria na utekelezaji wake. Je, ibada ya kidini inahitaji kibali cha polisi? Na kama jibu ni ndio au hapana, mipaka hiyo inaeleweka kwa uwazi kiasi gani kwa wananchi na vyombo vya dola? Katika mazingira ya kawaida, ibada za kidini zimekuwa zikifanyika bila kuhitaji taratibu za kibali cha kisiasa. Hivyo basi, tukio hili linaibua hoja kwamba kuna uwezekano wa mkanganyiko katika tafsiri ya sheria au utekelezaji wake. Lakini pia kuna kipengele kingine muhimu, mahali pa tukio. Misenyi, eneo la mpakani lenye historia ya shughuli za kijamii na kisiasa zinazochangamana. Hali hii inaweza kuongeza unyeti wa matukio yanayotokea katika eneo hilo. Zaidi ya hayo, tukio hili haliwezi kutenganishwa na historia ya marehemu Dafroza Jacob, na kifo chake akiwa mikononi mwa polisi kiliacha doa la maswali ambayo hayajajibiwa kikamilifu. Na hivyo basi, tukio la kukamatwa kwa viongozi waliokuwa wanahudhuria ibada ya kumwombea linaongeza hisia na uzito wa tukio hilo. Kwa wachambuzi wa siasa, hii ni zaidi ya tukio la kawaida la kukamatwa. Ni tukio linaloonyesha mvutano unaoweza kuwepo kati ya vyama vya siasa na vyombo vya dola. Ni dalili ya hali ambayo inaweza kuathiri uhuru wa kisiasa na kijamii. Kwa upande wa jamii, tukio hili linaweza kuibua hofu kwamba hata shughuli za kijamii na kidini zinaweza kuingiliwa, na hofu kwamba mipaka kati ya siasa na maisha ya kila siku inazidi kufifia. Kwa upande wa kisiasa, tukio hili linaweza kuimarisha simulizi ya vyama vya upinzani kuhusu kile wanachokiona kama kubanwa kwa nafasi ya kisiasa, simulizi ambayo inaweza kupata nguvu zaidi kadri matukio ya aina hii yanavyojirudia.
Hata hivyo, pia kuna upande mwingine wa mjadala, hoja ya usalama na udhibiti wa mikusanyiko. Vyombo vya dola vina jukumu la kuhakikisha amani na utulivu vinaendelea kuwepo, na swali linalobaki ni jinsi gani jukumu hilo linapaswa kutekelezwa bila kuathiri haki za msingi za wananchi. Na katika tukio hili, juhudi za kupata ufafanuzi kutoka kwa kamanda wa polisi mkoa wa Kagera hazikufanikiwa mara moja, na hali inaacha pengo la taarifa. Na pale ambapo pengo hilo linabaki wazi, ndipo tafsiri tofauti zinaanza kujitokeza. Katika mazingira ya habari, pengo la taarifa mara nyingi huzalisha simulizi nyingi, simulizi za kweli, simulizi za hisia, na wakati mwingine simulizi za sintofahamu. Hivyo basi, tukio hili linahitaji ufafanuzi wa kina, ufafanuzi unaoweza kuweka kazi ama wazi nini kilitokea, kwa nini kikatokea, na hatua gani zitachukuliwa kuhakikisha hali kama hiyo haijirudii. Na katika kuangalia mbele, kuna maswali muhimu yanayohitaji majibu. Na je, viongozi hao watafikishwa mahakamani au wataachiwa huru? Je, kutakuwa na uchunguzi kuhusu tukio hilo? Na je, sheria zitafafanuliwa upya ili kuondoa mkanganyiko uliopo? Zaidi ya hayo, kuna haja ya kujenga uelewa wa pamoja kati ya vyombo vya dola na wananchi, uelewa kuhusu haki na wajibu, uelewa kuhusu mipaka ya mamlaka, na uelewa kuhusu umuhimu wa kuheshimu taasisi za kijamii kama vile dini. Na kwa sababu bila uelewa huo, matukio ya aina hii yanaweza kuendelea kujirudia, na kila tukio litakapojirudia linaongeza ufa katika uhusiano kati ya wananchi na vyombo vya dola. Na kadri simulizi hii inavyoendelea, jambo moja linabaki wazi, ambalo ni mstari kati ya siasa, sheria na maisha ya kila siku ambayo yanazidi kuwa mwembamba. Na pale mstari huu unapofifia, ndipo changamoto mpya zinapoanza kujitokeza. Na katika picha ya mwisho, kinachobaki si tu tukio la kukamatwa, bali ni taswira ya jamii inayojiuliza, je, mipaka ya uhuru iko wapi, na ni nani anayepaswa kuilinda? Na wakati ibada inapogeuka kuwa chanzo cha mzozo na maombi yakakatizwa na minyororo ya mamlaka, hapo ndipo taifa hulazimika kujiuliza, uhuru wake uko mikononi mwa nani? Ni hayo tuliokuandalia, mpenzi mtazamaji. Zidi kuwa nasi kila wakati, subscribe, like na kushare video zetu kila wakati, na vilevile gonga alama ya kengele ndiposa uweze kupokea hizi notifications kila wakati tunapoleta video mpya. Hapa ndipo tunakuletea uchambuzi wa kina bila kuegemea wala kupindisha kwa upande wowote.